Mkurugenzi wa idara ya maendeleo jinsia na watoto, Siti Abbas Ali, ametoa wito kwa wanafunzi wa kike kujitunza, kujithamini na kujituma katika masomo yao ili kufanikisha ndoto zao za baadaye, ikiwemo nafasi za uongozi na mafanikio mbalimbali maishani. Akizungumza katika skuli ya Bumbwini Msingi, amehimiza wanafunzi kuwa makini, kuepuka vishawishi na kuzingatia elimu kama msingi muhimu ya maisha yao ya baadaye, huku akisisitiza kuwa kujitunza na kujiamini ni nguzo muhimu ya mafanikio kwa watoto wa kike. Aidha, ametoa shukrani kwa taasisi ya Asma Mwinyi Foundation kwa kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kusaidia wanawake na watoto wa kike, hususan kupitia utoaji wa taulo za kike zinazosaidia kuwawezesha wanafunzi kujistiri na kuendelea na masomo yao bila kikwazo wakati wa mabadiliko ya mwili. Kwa watoto wa kike tunatakiwa tuendelee kujitambua, tunatakiwa kuendelea kujithamini, tunatakiwa tutambue kwa muda ambao tuko nao hapa kuna mabadiliko ya mwili utayapata, na hayo mabadiliko sio yenu peke yenu, hata sisi tulianza na mabadiliko ya mwili. Kwa hivyo utakachoona kinakuja kwenye mwili wako, hayo ndo mabadiliko na huo ndo ukuaji wako. Kubwa ya kujiheshimu, kujitunza, kujiona kuwa mimi ni mwanamke natakiwa nitafute maisha yangu. Ukiharibu maisha muda huu, huwezi tena kuwa na maisha mazuri baadaye. Kwa hivyo jitunze, tambua kuwa wewe uko hapa kwa lengo la kusoma tu, sio kuingiza vitu ambavyo havikuhusu. Kwa wakati uliokuwa nao ni wakati wa kushika mabuku, kusoma ili uje kuwa kiongozi wa baadaye. Dada yangu ama ndugu yangu Asma Mwinyi kwa kweli amekuwa mstari wa mbele katika kusaidia serikali na hususan wizara yetu. Tumekuwa tunatoa pedi nyingi au taulo zetu za kike maeneo mengi, sio shule hii tu. Wakati mmoja nakumbuka alinipa taulo zisizopungua 5,000. Niliweza kutoa Unguja na Pemba. Kwa hivyo yeye kila dakika anaangalia mahitaji ya wanawake. Kwa upande wake, balozi wa utalii Zanzibar kupitia Asma Mwinyi Foundation amesema lengo la mpango huo ni kuwapa wasichana uhuru, kujiamini na mazingira salama ya kujifunza, jambo linalosaidia kuongeza mahudhurio na ufaulu shuleni. Jina langu naitwa Mami Karanja, ni balozi wa utalii Zanzibar, lakini pia ni Miss Zanzibar. Ila leo niko hapa kwa ajili ya kumwakilisha Mheshimiwa Asma Mwinyi kupitia foundation yake ya Asma Mwinyi Foundation. Tuna lengo la kutoa taulo za kike kwa ajili ya wanafunzi ili mwanafunzi awe huru kipindi kile ambacho yuko kwenye hedhi zake, na pia azidi kujiamini. Hedhi yako isikufanye uweze kukaa nyumbani. Na kama tunajua huu ni mwezi wa kuadhimisha hedhi salama. Upande wao, walimu na wanafunzi wa skuli ya Bumbwini Msingi wameipongeza serikali pamoja na Asma Mwinyi Foundation kwa kuanzisha na kuendelea kampeni hiyo muhimu, wakieleza kuwa imekuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi wa kike na wameiomba iendelee kupanuliwa ili kufikia skuli zaidi nchini. Naitwa Mwalimu Subira Said Salum kutoka skuli ya Bumbwini Msingi. Mie napendelea kwamba wanafunzi watakuwepo, watajisikia kwanza free kabisa wakati wa kusomesha na baada ya kusomesha, kwamba wamevaa taula za kike, na hii iwe endelevu, isiwe hapa tu, na iwe endelevu, na ili wapewe mafunzo ili waweze namna ya kujihifadhi wao wenyewe, wapewe elimu, halafu ikiwatokezea tu wanaweza namna ya kujihifadhi wao wenyewe. Kwa ajili ya kutoa shukrani za dhati kutoka kwa kaka zangu, madada zangu pamoja na wanafunzi wenzangu, ningependelea kuishukuru hii zawadi kwa ajili ya kutustiri pia na kujihifadhi. Kwa hiyo tunawaomba waendelee hii zawadi na kutupatia. Asante. Hadija Ali, VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online